Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Basi wewe unayefuatilia mafundisho katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo, tukualike tena. Leo nimekuja na maombi ya kufunguliwa juu ya roho ambazo zinazokutesa wakati umelala. Unajikuta kuna hali fulani ya kukabwa, kuna hali fulani saa zingine unapiga kelele, lakini unakuta baadaye basi malaika wa Bwana anakusaidia. Basi hizo ni roho ambazo zinazokuja kukuvamia, zinakuja kukukaba. Lengo ni kwamba zinakushambulia. Sasa leo tunaenda mbele za Bwana kwenda kumwomba Mungu hizo roho ambazo zinazokuvamia wakati umelala zisiweze kupata nafasi tena. Wanapofika wakute nguvu ya Mungu, wakute uwepo wa Mungu. Basi kabla ya kuanza kabisa katika maombi yetu, tutasoma kitabu cha Zaburi sura ya 104 na ile aya ya 4 au mstari wa 4. Huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. Sasa kwa neno hili ninakupa kama utangulizi. Unapokuwa umelala, hebu lisome hili neno. Kwa nini? Kwa sababu maana yake kwamba unapokuwa umelala unamuomba Mungu ndani ya mwili wako aufanye kuwa miali ya moto, aachilie miali ya moto, hata kama yule adui anapokuja akutane na mwali wa moto. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeomba kwa Mungu. Basi nilikuwa nakupa kama utangulizi ili tunapokuwa tunaingia katika kuomba tujue sasa kwamba hizo roho zisiweze kukushambulia tena. Basi hebu andaa moyo wako sasa. Andaa moyo wako, halafu tuingie kwenye maombi. Mimi nitaomba, lakini na wewe utaomba kwa nafasi yako kadri Mungu atakavyokuongoza. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako. Nakuja mbele zako tena muda huu na sisi Bwana. Baba, nawaleta watumishi wako. Yamkini kuna mtu mmoja anasumbuliwa na hiyo hali, akiwa amelala kuna roho ambazo zinazomvamia. Yamkini kuna dada, kuna baba, kuna kijana, kuna mama. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, kupitia hilo neno ambalo nimelisoma kupitia Zaburi ya 104 na ile aya ya 4 inayosema huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. Bwana, wafunike watumishi wako sasa moto wako mtakatifu. Wafunike kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo. Wafunike kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo. Kila roho yote ya kipepo, ya kimizimu, ya kichawi isiweze kupata nafasi ya kuweza kuwashambulia watumishi wako. Baba, achilia nguvu yako sasa, itembee katika mwili wa watumishi wako, itembee kwenye mwili wa mtumishi wako na kwenye nafsi za watumishi wako na kwenye roho za watumishi wako. Baba, achilia nguvu yako ya kimungu. Ondoa kila roho yote itakayoinuka Bwana, ikutena nguvu ya kimungu, ikutena moto Roho Mtakatifu. Kila roho za kipepo, haijalishi mapepo yana gani, haijalishi mapepo ya namna gani, haijalishi majinamizi. Bwana, tunaufunika watumishi wako kwa moto wa Roho Mtakatifu kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo. Ninawafunika kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Kila roho yote itakayeinuke Bwana, haina kibali tena, haina nguvu tena, haina kibali tena, haina nguvu tena, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawafunika kwa moto wa Roho Mtakatifu, ninawafunika kwa moto wa Roho Mtakatifu. Hata nyumba atakayokuwa imelala Baba, naizingira kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kila pembe, kila kona zote, iwe paa, iwe ardhi, nafunika kwa moto Mtakatifu. Kila adui yote atakainuke Bwana kwa ajili ya kuwashambulia, akutena nguvu ya neno lako Bwana, akutena moto wa Roho Mtakatifu, akutena moto wa Roho Mtakatifu, akutena moto wa Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Baba, nimeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi naseme amina. Basi wewe ambaye umefuatilia haya maombi, nimeomba maombi
ili kwamba adui asiweze kupata nafasi ya kuja kukushambulia na kuweza kukukaba. Maana unaweza kukuta kwamba umelala, lakini unashangaa kama kwenye ndoto, unaota ndoto unakaba, kumbe katika hali ya kawaida ni kweli adui amekushambulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu anataka kupandikiza pandikizi la kipepo. Lakini ukiwa umeomba haya maombi, maana yake kwamba atakapofika anakutana na nguvu ya Mungu ambao ni moto, hataweza kukushambulia. Basi ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina. Endelea kufuatilia kipindi kingine kichacho. Basi nikutakie siku njema. Bye bye.